Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia bajeti hii muhimu sana ya ofisi ya Waziri Mkuu. Lakini la pili, nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa jinsi ambavyo amefanya kazi nzuri sana ya kuratibu kazi za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu amefanya kazi nzuri na hotuba yake imetupa muktasari mzuri wa mambo yaliyofanyika na jinsi ya kutufungulia jinsi ambavyo tutakwenda mbele. Lakini kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni amefanya ziara kwenye jimbo langu, amezindua miradi kadhaa na kuweka mwongozo katika mambo mengine vizuri sana. Na nimpe tu taarifa pia kwamba hivi tunavyozungumza maagizo aliyoyaacha kwa upande wa Wizara ya Afya, wataalamu wamesha kwenda tayari, wameanza utekelezaji. Nimepigiwa simu na wahusika kule, na leo hii tunavyozungumza Mheshimiwa Jerry Silaa yuko jimboni kwangu kwa ajili ya kushughulikia swala la mawasiliano kama alivyoagiza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo ninamshukuru, lakini pia ninawashukuru wataalamu na mawaziri wengine ambao wameendelea kutekeleza maagizo yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya CCM iliaminiwa na kuchaguliwa kwa mujibu wa ilani ambayo tuliiuza mwaka 2020. Anayesimamia utekelezaji wa hiyo ilani, anayeratibu utekelezaji ni Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tumeiona taarifa yake ya jinsi ambavyo ameratibu utekelezaji. Ofisi yake imeratibu utekelezaji wa ilani kwa viwango vya juu sana. Sasa kiongozi mkuu wa utekelezaji huu ni Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa anaratibu. Kwa hiyo kwa kweli pongezi nyingi sana zimwendee Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ametuongoza vizuri tukaweza kutekeleza ilani kwa viwango vikubwa sana. Ndio maana tunapoelekea kwenye uchaguzi huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, mengi yatakayoletwa ni kelele na mbwembwe nyingi na vitisho na namna za kutaka kuvuruga uchaguzi, kwa sababu hakuna lingine la kusema. Yale tuliyowaahidi wananchi yametekelezwa, na nilipata kusema kwamba upembuzi wa wataalamu juu ya vyama vilivyoleta uhuru katika nchi zao ulisema kwamba Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuwa madarakani kwa sababu ya utekelezaji wa yale ambayo kimekuwa kikiwaahidi wananchi. Tukichukua tu kama sample ya jimbo langu la Mwanga, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye sekta ya afya tumepata hospitali mpya ya wilaya imeshajengwa, inafanya kazi. Vituo vya afya vipya 3, lakini na kuna kingine kinakuja katika vilivyoahidiwa ambavyo tumeelezwa vinakuja kuanzia wiki ijayo. Hicho kitakuwa ni cha 4 katika vipya ukiacha vile vya zamani. Ukija swala la elimu, upande wa sekondari kila kata ina shule na tuna shule mpya 3 na bado kuna nyingine inakuja, na nichukue fursa hii kuambia kabisa wananchi wa Mwanga kwamba iko shule mpya inakuja ya sekondari. Lakini miundombinu ya kidato cha 5, tulikuwa na shule zenye kidato cha 5 na zile ambazo hazina. Ndani ya muda huu wa serikali ya awamu ya 6 tumepata miundombinu ya kidato cha 5 katika shule 5 zingine. Kwa hiyo tunaendelea kupata jinsi ya kuwatoa vijana wetu wanaomaliza kidato cha 4 kwenda kwenye elimu ya juu. Tumepata chuo cha VETA na tumeweza kupandisha hadhi chuo cha ustawi wa jamii kuwa chuo kikuu. Sasa hivi tunaenda kudahili wanafunzi wa mwaka wa 3. Hiyo yote ni eneo moja tu linaloitwa Mwanga. Upande wa sekta ya maji, kipekee sana tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa ajili ya juhudi za kipekee ambazo aliweka kumalizia mradi wa maji mkubwa sana wa Same Mwanga Korogwe, mradi wa takribani bilioni 400 kwa awamu ya kwanza ambao umekamilika na kazi ya usambazaji inaendelea vizuri sana. Iko pia miradi mbalimbali ya RUWASA ambayo inaendelea kuwapatia maji wananchi, iko kwenye hatua mbalimbali, ina changamoto ndogo ndogo, lakini zote hizo tumeshawasiliana na wahusika, zinatatuliwa na maji yataendelea kutoka vizuri. Upande wa sekta ya barabara hali kadhalika tumejenga barabara ya kipekee kabisa inaitwa CD Msuya Bypass. Ilikuwa na madaraja 21, tumeshajenga madaraja 18 na sasa wanaendelea na awamu ya kwanza ya kuweza kuweka lami. Ni utekelezaji ambao ni wa kipekee sana. Niliseme moja tu hapa linaloangukia Wizara ya Ujenzi, barabara ya Mwanga Kikweni Vuchama, kile kipande cha mwisho cha kilomita kama 7, mkandarasi yuko site, lakini
amesimama. Naomba Wizara ya Ujenzi walitazame hili ili kile kipande kimaliziwe, hiyo kazi iweze kuisha. Upande wa sekta ya utalii, Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka yote tumekuwa na hifadhi ya Mkomazi, lakini tulikuwa tunaitazama kama vile haiko kwetu. Kama alivyoeleza naibu waziri hapa, mwezi uliopita Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuja katuzindulia lango jipya na la kisasa kabisa. Kwa hiyo sasa Mwanga tutaendelea kufaidi na utalii. Matunda ya Royal Tour yataendelea kufurika katika wilaya yetu ya Mwanga. Si hayo tu ya huduma za jamii, lakini pia upande wa uchumi, kilimo, mkandarasi ameingia site kwenye skimu ya umwagiliaji ya Kigonigoni shilingi bilioni 16.873. Skimu ya Kivulini imepata tena bilioni 4 kwa ajili ya kuendelea kuimalizia ifanye kazi kwa 100%, na skimu ya Kambi ya Swala inaendelea vizuri, uboreshaji wa mifereji pamoja na barabara. Mambo yaliyobakia mawili ambayo yako kwenye hatua za utekelezaji lakini bado hayajafikia hatua kubwa sana ni swala la stendi ya kisasa ambalo Mheshimiwa Rais namshukuru sana alipokuja juzi amelitolea maelekezo, na naamini linaenda sasa kwenye utekelezaji kwa sababu kazi za awali zote zilishaanza, bajeti na uwanja umeshatekelezwa, umeshaandaliwa. Alafu na swala la magugu maji katika Ziwa Jipe ambalo linahusika na ni moja ya vyanzo vikubwa sana vya maji vya mradi wa maji huu wa Same Mwanga Korogo uliozinduliwa na Mheshimiwa Rais. Nafahamu bajeti ya kuanzia ilishatengwa, kwa hiyo basi wizara husika, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, wahimize basi kupeleka fedha ili ile kazi iweze kuanza. Mambo haya yote Mheshimiwa Mwenyekiti yametupa itikio kubwa sana la sekta binafsi katika jimbo la Mwanga, na nazungumzia Mwanga kama sample kwa sababu najua hata katika majimbo mengine ni hivyo hivyo. Sekta binafsi imefanya itikio kubwa sana, ndio maana profesa wa kwanza wa oncology, Profesa Twalib Ngoma, aliyekuwa mkurugenzi wa kwanza wa Ocean Road Cancer Institute, amefungua hospitali ya kibingwa pale Mwanga. Sasa nilikuwa nawaambia watu kwamba Mwanga itafurika watu kutoka ndani na nje ya nchi, kwa sababu kama watu walienda kunywa kikombe cha babu, itakuwa hapa sasa ambapo ni hospitali ya kibingwa ambayo imefunguliwa. Kwa hiyo ni itikio la kipekee kabisa la sekta binafsi ambalo huwa halipo kama serikali haifanyi vizuri. Serikali ikifanya vizuri, ikajenga confidence, ikajenga imani, basi sekta binafsi huwa inafurika. Ndio maana tumepata hospitali hiyo kubwa na mahoteli makubwa katika jimbo la Mwanga. Mheshimiwa Mwenyekiti, liko swala la utawala bora. Mara nyingi watu wanaliangalia kwa wembamba sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, utawala bora ni mfumo unaohakikisha kwamba taasisi zote za umma zinaendesha shughuli zake kwa namna ambayo ni jumuishi na namna ya uwazi, zikizingatia utawala wa sheria na haki za binadamu. Sasa kazi ya serikali katika hili ni kuweka mifumo ya kuwezesha hayo kutendeka, sio kushika fimbo kuchapa watu. Sasa tangu tupate uhuru, Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imekuwa ikijenga mfumo wa utawala bora kwa kasi kubwa sana. Imeendelea kufanya hivyo tangu uhuru. Na katika hili lazima tulishukuru Bunge kwamba limekuwa likitunga sheria za kuwezesha hiyo, lakini pia mahakama zetu zimekuwa zikirekebisha sheria kwa kutoa maamuzi kwenye zile sheria ambazo zinakiuka katiba. Labda wengine hawafahamu kwamba juzi tu hapa ilikuwa ukitaka kuishtaki serikali mahakamani lazima umuombe ruhusa waziri wa sheria, lakini mahakama ilipangua hilo ikafuta. Sasa hivi una uwezo wa kutoa notice ya siku 90 na ukashtaki ukapata haki zako. Mara nyingi watu wanaangalia kushtaki serikali kwenye zile kesi za kiharakati, lakini ziko nyingi za watu waliofutiwa hati zao za ardhi, za watu walionyimwa haki mbalimbali, wanashtaki na wanashinda mahakamani, wanapata haki zao. Sasa kilichokuwa kinakosekana, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ule uthubutu tu na utashi wa baadhi ya watendaji wetu kutoa haki hizo ambazo pengine zinaonekana ni dhidi ya serikali au namna gani. Lakini Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 ametufungulia hilo kwa kupitia 4R. Akatuonyesha utashi wake kwamba anachotaka ni haki, kwa sababu ni kiongozi anayejiamini na anayeamini katika haki. Kwa hiyo kwa kuzingatia zile 4R, sasa watendaji wote wanapewa nguvu sasa ya kuweza kutenda haki, kwa sababu ndio utashi wa Mheshimiwa Rais. Sasa hivi tuko kwenye harakati za hii swala la Dr. Samia Suluhu Hassan Legal Aid Campaign. Ile sasa ndio ishara ya dhati kwamba Mheshimiwa Rais anajiamini yeye na pia anataka haki. Kiongozi ambaye hajiamini hawezi kuhimiza watu wajue haki zao na kuzikimbilia,
kwa sababu watu wanapojua haki zao inakupunguzia nguvu wewe kiongozi kutaka kuwaburuza, maana ndio viongozi wengi wanavyopenda, na viongozi wengi katika historia wamefeli kwenye eneo hilo. Lakini kwa kweli swala zima la foara, swala la tume ya haki jinai, swala la legal aid, hili limeonyesha wazi kabisa kwamba serikali yetu inakwenda vizuri katika eneo hili. Dunia imeona na sisi tumeona, na ndio maana Mheshimiwa Rais amepata tuzo nyingi za kimataifa ambazo bila kujipambanua katika maeneo hayo hizo huwezi kupata hata ungefanya mambo mangapi hapa kwenye dunia hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, yako mambo mengine ambayo ni vema tukayataja. Mimi nasema kwa lugha yetu ya Kipare ni mambo ambayo ni iconic. Kwa mfano, swala la vita dhidi ya madawa ya kulevya limefanyika vizuri sana. Kengele imelia, Mheshimiwa Mwenyekiti, limefanyika vizuri sana, labda tuwapongeze, lazima tuwapongeze. Lakini pia suala la kuruhusu waangalizi, observers, kwenye kuandaa daftari ya kudumu au uboreshaji daftari ya kudumu wapiga kura, hili halijafanyika kwenye nchi nyingi. Kwa hili kabisa ni la kipekee. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeruhusu waangalizi wa kimataifa waje kuangalia wakati wa uboreshaji wa daftari ya kudumu wapiga kura. Hili ni jambo kubwa sana ambalo ni vizuri dunia ikajua kwamba linafanyika. Ila sasa lazima tofautishe role ya observers na monitors. Observers wanafanya kazi yao vizuri na hakuna mahali ambapo wamefungiwa, wamefichwa wasione haya yanayofanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja kwa asilimia zote, kazi iendelee. Asante. Asante sana Mheshimiwa Joseph Anania Tadayo.